Ulivyosulubiwa na Kristo, maana yake ni kwamba mwili wako wa dhambi umesulubiwa pamoja na Kristo ili usitumikie dhambi tena. Nikiacha kuenenda rohoni kwa maana ya kufuata kwa imani, kwa maana ya kwa neema ya Mungu, nikarudi kwenye amri 10, then ile dhambi ambayo ilikuwa imesulubiwa pamoja na Kristo inafufuka. Karibisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Ufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri dhahiri basi utaweza kuamini vizuri. Hivyo fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema agano la neema, na kama nilivyokuwa nimekuambia mwanzo tulivyoanza, niliwaambia kwamba somo litakuwa ni refu kwa sababu lina vipengele vingi. Na kama unakumbuka wiki iliyopita tulikuwa tunaangalia torati dhidi ya neema, na wiki hii nataka tuendelee kuangalia katika engo hiyo ya torati dhidi ya neema, lakini nataka tuangalie kwamba mwanafunzi wa Musa na mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa maana yake kuna mambo hapo ya kuangalia, na wengi wanadhania kwamba wao ni wanafunzi wa Yesu Kristo, lakini kiukweli kabisa ni wanafunzi wa Musa kama alivyokuonyesha katika kipindi kilichopita. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanapatikana pia, mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram nafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao kaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Na natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini pia umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Kumbuka tu unapoenda kuhamasisha mtu kusikiliza, ni vyema ukamweleza kwamba mafundisho haya yanamlenga kumfanya mtu afikiri kama Kristo na wala sio kufikiri kama Adamu. Ndio maana mwanzo yanaonekana kama magumu, kwa sababu 99.99% kanisa wanafundishwa bado kufikiri kama Adamu na wala sio kufikiri kama Kristo. Ndio maana mwanzo yanakuwa magumu, lakini mwambie tu walau siku 3, baada ya hapo ataelewa na atakushukuru na kufurahia milele. Pia napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa kufanya maombi kwa ajili ya wazaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kuhudumia pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Kumbuka unapoombea wazaji wa vipindi vya neema na kweli, waombe sana wa Efeso mlango wa 1 mstari wa 17 hadi 18 na wa Kolosai 1 mstari wa 9 hadi wa 11. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kumbuka rafiki, kuna watu ambao hawatakuwa na namna nyingine yoyote kufikiwa na kweli ya Kristo isipokuwa kwa njia ya redio. Na kuna wengine pia hawana uwezo kuwa na simu za kisasa kama ambavyo unazo. Kwa hiyo ndo maana ni muhimu ukachangia, ukawa partner katika kuhakikisha kwamba injili inakwenda kwa njia ya redio. Na tuko kwenye mikoa kadhaa sasa, lakini pia ushiriki wako ni muhimu. Kama hujafanya maamuzi ya kushiriki, basi takushauri uweze kufanya namna hiyo. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee. Kumbuka tulikuwa tunaangalia kwenye Yohana mlango wa 1 mstari wa 17, ambapo anasema kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Nikakwambia napenda zaidi ilivyoandikwa katika Biblia ya habari njema. Biblia ya habari njema anasema namna hii. Biblia ya habari njema yuko wapi huyu hapa. Anasema kwa kuwa sheria ilitolewa kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli imekuja kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tukasema tujiulize swali. Kipindi kilichopita tulikuwa tumejiuliza kwamba okay, sasa nitajuaje kama mimi ni mwanafunzi wa Musa au mimi ni mwanafunzi wa Kristo? Kwa lugha nyingine, nitajuaje kama mimi naishi chini ya torati au naishi chini ya neema? Sasa nikukumbushe kitu moja, inawezekana kwa tumeongea kwa muda mrefu umesahau kwamba, kumbuka agano la neema maana yake nini? Agano la neema maana yake ni kwamba tunakubalika mbele za Mungu na kupata kila kitu tunachokitaka kutoka kwa Mungu kwa sababu ya imani yetu iliyo kwa Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, msingi wa sisi kupata chochote kutoka kwa Mungu ni Yesu Kristo na kile alichokifanya. Hiyo ndio neema ya Mungu, ndio agano la neema. Kwa agano la neema msingi wake ni Yesu Kristo na kile alichokifanya.
na tunapotia imani kwa Yesu Kristo, basi inasababisha tukubalike mbele za Mungu na kupata kila kitu chema kutoka kwa Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo. Na agano la matendo ambalo linadhihirika kupitia Torati ya Musa ama agano la kale tunavyoita, maana yake ni kwamba kila kitu, kukubalika kwangu mbele za Mungu na kupata chochote kutoka kwa Mungu, inategemeana na mimi mwenyewe, inategemeana na matendo yangu, inategemeana na tabia yangu, inategemeana na mwenendo wangu. Na kama nilivyokuonyesha, hutakaa uweze kuwa na matendo ambayo yatakufanya wewe uweze kukubalika mbele za Mungu. Siku zote tu utakuwa hautoshi. Kwa hiyo Musa pamoja na Bwana Yesu wote walikuja kuleta, naweza sema, ufumbuzi wa nini? Wa kitu kinaitwa haki ama kukubalika mbele za Mungu. Haki ni ile hali ya kukubalika mbele za Mungu. Haki ni kuwa na uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari wala kasoro ya aina yoyote. Na changamoto iliyopo ni kwamba Musa anatuletea Torati, sheria, amri 10, ambayo kukubalika mbele za Mungu inategemeana na mwenendo wetu, inategemeana na tabia zetu. Lakini Bwana Yesu anatuletea neema ambayo inasababisha sisi tukubalike mbele za Mungu kwa sababu ya yeye na kile ambacho amekifanya. Kwa lugha nyingine, ili mimi niwe mwenye haki mbele za Mungu, badala ya Mungu kuangalia matendo yangu, anaangalia imani yangu kwa Yesu Kristo. Imani yangu kwa Yesu Kristo ndio inanipa mimi kukubalika mbele za Mungu. Wakati kwenye Torati matendo yangu mimi ndo yanayotumika kama kigezo cha kukubalika mbele za Mungu. Sasa kumbuka, tuzungumzia Torati, tuzungumzia sheria, tunazungumzia ziko sheria 613. Zilianza amri 10 alafu zikaongezwa zikafika sheria 613. Kumbuka kitu kimoja, Torati ya Musa ama hizi sheria ama amri 10 ziko katika seti tatu, zimegawanyika katika seti tatu. Kitu cha kwanza, sehemu ya kwanza ya hizi sheria ilikuwa inazungumzia uhusiano baina ya taifa la Israeli na Mungu. Alafu sehemu ya pili ya hizi sheria ilikuwa inazungumzia uhusiano baina ya Muisraeli na Muisraeli. Na sehemu ya tatu ilikuwa inazungumzia uhusiano baina ya Muisraeli na watu wa mataifa ama na mtu ambaye sio Muisraeli. Kwa hiyo zilikuwa zimegawanyika sehemu tatu. Jumla ziko sheria 613. Ukichanganya na zile sheria nyingine za kutawaza na kuchinja na kufanya nini na kufanya nini na kufanya nini, zinafika zaidi ya sheria 1050, wengine wanasema 1080. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba sheria ni nyingi mno. Na usisahau, kutokujua sheria sio sababu. Kutokujua sheria sio sababu. Unajua saa nyingine watu wanapita kwa mfano kwenye maeneo yaliyo karibu na makambi ya jeshi, alafu ukipita utakuta wamekaga vibao wanasema ilani, alafu wanasema onyo kwamba labda hauruhusiwi kuendesha baisikeli eneo hili ama hauruhusiwi kutupa takataka eneo hili. Alafu mtu anapita na baisikeli ama na pikipiki, amejisahau kwa sababu hajui, hajawahi kusoma, hajawahi kuelewa. Wale wanajeshi wakimkamata hawamsamei kwa sababu hajaona tangazo, hawamsamei kwa sababu alikuwa hajui hizo sheria. Kama ni adhabu ya push up, jamaa atakula adhabu ya push up. Kama ni kichurachura, jamaa atatoka kichurachura. Kwa nini? Kwa sababu amevunja sheria, pamoja na kwamba alikuwa hajui hiyo sheria ama hilo katazo limewekwa mahali hapo. Kwa hiyo mimi na wewe tumeambiwa kwamba kwenye Torati ya Musa kuna sheria 613, na kutokujua sheria hizi zote sio sababu. Kwa mfano, wengi wanafahamu labda amri 10, lakini nikuulize, amri ya 11 inasemaje? Wengi hawajui. Sasa kumbuka nataka nirejelee kidogo tuliyozungumza nyuma kabla tujapiga hatua kwenda mbele. Kumbuka nilikwambia utajuaje kama wewe unaishi chini ya sheria, na kwa maana hiyo wewe ni mwanafunzi wa Musa. Tukaona mambo kadhaa. Nataka tujikumbushe tena kidogo. Twende kwenye Warumi 3, tuanzie Warumi 3. Warumi 3 na mstari ule wa 19 hadi wa 20. Anasema, basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo Torati huyanena kwa hao walio chini ya Torati, ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Kwa tayari unaona automatically kwanza anasema Torati huyanena kwa hao walio chini ya Torati. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna watu ambao hawako chini ya Torati. Sasa swali linakuja, ambao hawako chini ya Torati ni wakina nani? Tunafahamu Torati hii ilitolewa kwa wana wa Israeli na haikutolewa kwa watu wa mataifa. Tumeliona hilo kwenye Matendo ya Mitume mlango ule wa 4. Labda turudi nyuma kidogo tujikumbushe, sio Matendo ya Mitume, nani, Kumbukumbu la Torati. Tujikumbushe tena mara moja.
Kumbukumbu la Torati, hatuna haraka, tunajifunza. Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 4 na mstari ule wa 13. Angalia anavyosema. Anasema yani Musa anaongea na wana wa Israeli. Anasema akawahubiri agano lake, maana yake kwamba Mungu Yehova akawahubiri agano lake alilowaamuru kulitenda, yaani zile amri 10 akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Mungu aliingia agano na taifa la Israeli. Aliingia agano na taifa la Israeli pale mlima Sinai. Na kwa maana hiyo ndicho ambacho Musa anawakumbusha kwamba akawahubiri agano lake, yaani zile amri 10. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, zilianza amri 10 zikaongezwa zikafika sheria 613, na hizi sheria walipewa wana wa Israeli. Na ndio maana kwa mfano ukienda kwenye Zaburi ya 147, Zaburi ya 147, alafu tukasoma ile mistari ndani miwili ya mwisho, Zaburi ya 147 na mistari ile miwili ya mwisho, mstari wa 19 na 20. Angalia anasema hivi: hukumuhubiri Yakobo neno lake na Israeli, anasema humuhubiri Yakobo neno lake na Israeli amri zake na hukumu zake. Hakulitendea taifa lolote mambo kama hayo, wala hukumu zake hawakuzijua. Haleluya. Kwa hiyo anasema kwamba hizi amri zake, hukumu zake, na neno lake walipewa Israeli, hawakupewa taifa lingine lolote. Ndio maana anasema Torati ni kwa ajili ya walioko chini ya Torati, kwa maana ya kwamba taifa la Israeli. Kwa watu wa mataifa hatuko chini ya Torati. Sasa maana yake nini hiyo? Kabla hujakimbilia kusema unamaanisha nini? Turudi tena kwenye Warumi 3 nikuonyeshe kitu. Warumi 3 na ule mstari wa 19. Sasa sikiliza vizuri kwa makini, maana unajua watu wanakurupuka tu alafu wasikilize vizuri. Anasema basi tunajua ya kuwa mambo yote inenayo Torati huyanena kwa hao walio chini ya Torati. Mambo yote, sio baadhi. Mambo yote inenayo Torati hunena kwa hao walio chini ya Torati. Ili nini? Asa ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Maana yake nini? Maana yake ni hii rafiki, na unisikilize vizuri sana uweze kunyelewa kwamba Mungu alipoamua kuwapa taifa la Israeli Torati au amri 10 au hizi sheria 613, kitu cha kwanza Israeli kwa sababu ya mwili walikuwa hawana uwezo wa kutunza hizi sheria. Tuliona kwenye Warumi 8 mstari wa 3 na wa 4. Kwa sababu ya udhaifu wa mwili walishindwa kutunza maagizo ya Torati, maagizo ya sheria. Hilo ni la kwanza. Lakini pili, kitendo cha Mungu kuwapa Israeli hii Torati, maana yake ni kwamba automatically alikuwa amesema Israeli ni watu wake, na hawa watu wengine wa dunia sio watu wake, hawana uhusiano nao. Na kwa maana hiyo ikawa imetuingiza kwenye hukumu moja kwa moja. Kwa kutokupewa zile amri 10 tukawa tumeingia kwenye hukumu ya Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo maana yake kwamba waliopewa Torati, sheria, hawakuweza kutunza, wakaingia kwenye hukumu, na sisi ambao hatukupewa, automatically Israeli walivyopewa, sisi tuliingia katika hukumu. Ndio maana anasema ili ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu, kwamba kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Kwa nini? Mstari wa 20 anaelezea, anasema kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, sheria zilivyoletwa wakapewa Israel, maana yake ni kwamba anasema hakuna mtu yeyote ambaye ana uwezo wa kutimiza matakwa, matendo sheria. Kwa nini? Kwa sababu mwili ni dhaifu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mwanadamu hawezi kutunza sheria za Mungu, automatically atavunja. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya udhaifu wa mwili. Na ndio maana akaja akaleta neema yake. Kwa nini? Kwa sababu mtu anapopewa sheria, angalia, ngoja nikupe ushahidi mwingine kwamba anasema, kwa hiyo mmoja anasema kwamba maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa hiyo kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Angalia Wagalatia 2, tena Wagalatia 2 tena. Wagalatia mlango wa 2 mstari wa 16. Anasema hivi. Anasema hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Yesu Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Sasa kwa nini anasema hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki? Ukienda kwenye Wagalatia mlango wa 3 anarudia kitu hicho. Twende tukasome mstari wa 11 hadi wa 12. Anasema ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani.
Naona kwa hiyo anasema hakuna mwenye mwili ambaye anaweza kuhesabiwa haki mbele ya sheria. Sasa kwa nini? Ni kwa sababu watu wanapopewa sheria. Twende kwenye Warumi 7 nikuonyeshe kitu. Warumi mlango wa 7. Najua narudia ya mambo lakini lazima tuyarudie yaweze kukaa sawa. Warumi 7 naanza mstari ule wa mstari wa ngapi? Mstari wa 7. Anasema tuseme nini basi, torati ni dhambi? Anasema hasha, walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama torati singalisema usitamani. 8. Lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani, kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Naona hiyo, dhambi bila sheria imekufa. Kwa hiyo maana yake nini? Unapoleta sheria, unapoleta amri, inafufua dhambi katika mwili wa mwanadamu. Angalia mstari wa 9. Anasema nami nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria, ila ilipokuja ile amri, dhambi iliuwika ama ilifufuka, nami nikafa. Nikaona ile amri iletayo uzima, ya kuwa kwangu mimi ilileta mauti. Kwa maana dhambi kwa kupata nafasi kwa ile amri ilinidanganya, na kwa hiyo ikaniua. Basi torati ni takatifu, na ile amri ni takatifu na ya haki na ni njema. Basi ile iliyo njema ilikuwa mauti kwangu mimi? Hasha, bali dhambi ili ionekane kuwa ni dhambi hasa, ilifanya mauti ndani yangu kwa njia ya ile njema, kusudi kwa ile amri dhambi ikazidi kuwa mbaya mno. Naona hiyo? Anasema kwa maana tunajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, nakiri ile sheria ya kuwa ni njema. Basi sasa si mimi nafsi yangu inayotenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa hiyo anasema nini? Anasema kwamba mwili wa kwako rafiki hauwezi ukamudu sheria torati. Torati ikiletwa, amri 10 ikiletwa ukapewa, mwili wako automatically, dhambi ambayo bado inazengea katika mwili wako inafufuka. Dhambi ambayo ilikufa, kumbuka ulivyosulubiwa na Kristo, maana yake ni kwamba mwili wako wa dhambi umesulubiwa pamoja na Kristo ili usitumikie dhambi tena. Ndivyo anavyosema kwenye Warumi 6. Lakini maana yake ni kwamba nikiacha kuenenda rohoni, kwa maana ya kufuata kwa imani, kwa maana ya kwa neema ya Mungu, nikarudi kwenye amri 10, then ile dhambi ambayo ilikuwa imesulubiwa pamoja na Kristo inafufuka. Ikifufuka inaanza kuleta shida katika mwili wangu. Kwa hiyo ndo maana anasema hakuna mwenye mwili anayeweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Kwa nini? Kwa sababu mwili hauna uwezo wa kutunza amri 10 za Mungu. Hakuna. Ndio maana kwenye Warumi 7 Mtume Paulo anazungumzia maisha yake kabla ya kuzaliwa mara ya pili. Warumi 7 ni Mtume Paulo anazungumzia maisha yake kabla ya kuzaliwa mara ya pili, sio baada. Warumi 7 haimzungumzii Mkristo, inazungumzia mtu ambaye ameamua kuenenda chini ya sheria. Na hapa Paulo alikuwa anazungumzia kipindi kile alichokuwa chini ya sheria. Usisahau hilo rafiki. Kwa hiyo usije ukasema mimi niko kwenye Warumi 7, no. Kwa hiyo sheria ndio inayotupa kutambua dhambi. Sheria ndio inayosababisha makosa yafanyike. Warumi 4:15. Na sheria ndio inasababisha dhambi ihesabiwe dhidi ya mtu. Na kwa mantiki hiyo, ukiamua kuishi chini ya sheria, kitu cha kwanza anasema hutakaa uwe mwenye haki mbele za Mungu. Hutakaa ukubalike mbele za Mungu. Sasa kumbuka, hii torati, hii sheria, amri 10 zililetwa na Musa. Na ndio maana anasema sheria ilikuja ama torati imeletwa na ni kwa ajili ya wote walioko chini ya torati, ili kila kinywa kifumbwe. Hakuna mtu anayeweza kusimama mbele za Mungu akajisifia kwamba yeye ni fundi, ana uwezo wa kutimiza torati. Kwa mfano, nakupa tu mfano mdogo, huwa na utoa, ngoja nirudie tena uweze kuelewa. Kwa mfano, amri, nadhani ni amri ya 4, inasema waheshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi uliyopewa na Mungu wako. Kumheshimu baba yako na mama yako, ama kuheshimu wazazi wako, hii amri inatunzwaje? Ukienda ukasoma kwenye Kumbukumbu la Torati, anaeleza, anasema hivi kwamba kama mzazi ana mtoto ama wazazi wana mtoto, na huyu mtoto akawakosea adabu, akakaidi maelekezo yao, wanatakiwa wamuite, wamuonye. Huyu mtoto akikataa kuwasikiliza wazazi wake, wanatakiwa wamchukue huyu mtoto, wampeleke kwa wazee wa mji,
na wazee wa mji watamchukua huyu mtoto, watampeleka kwenye lango la jiji, alafu huyu mtoto atapigwa mawe mpaka kufa. Hivyo ndivyo ambavyo tunatunza amri ya 4 ya kuheshimu baba yako na mama yako. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kama wewe ni mzazi na una mtoto amekukosea na huyu mtoto hakusikilizi na haujampeleka kwa wazee wa mji ili wampige mawe mpaka afe, maanake wewe umevunja amri ya 4. Sio tu ile mtoto amevunja amri ya 4, na wewe mzazi ambaye ukupeleka mwanao akaadhibiwe, na wewe umevunja amri ya 4. Kwa hiyo sio nyepesi kama anavyofikiria. Ngoja nikupe nyingine. Kwa mfano, anasema mtafanya kazi siku 6 na siku ya 7 mtapumzika. Siku ile ya 7 ambayo ndio siku ya Sabato, rafiki, hauruhusiwi hata kutema mate. Ukitema mate inahesabika umevunja sheria. Hauruhusiwi kufanya kazi ya aina yoyote ikiwa ni pamoja na kutema mate. Sio kama nanyelea ninachozungumza. Ndio maana kwa mfano wanaofuata Sabato, ikifika siku ya Ijumaa saa 10 wanaacha kufanya kazi. Kwa hiyo chakula kitakacholika kesho yake wanakuwa wameshakipika, wamemaliza. Mpaka tena Jumamosi saa 10 jioni ndio wanakuwa wamefungua. Wanaruhusiwa kufanya kazi. Sasa ngoja nikuonyeshe nyingine. Kwa mfano, kwa wale ambao twende kwenye kutoka mlango wa 34. Kutoka mlango wa 34. Anasema hivi. Mlango wa 35, sorry. Wa 35. Anasema hivi. Mlango wa 35. Anasema tuanze mstari wa kwanza. Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli, kumbuka wao ndio waliopewa Torati, na kuwaambia maneno aliyoyahusia Bwana ni haya, kwamba mfanye. Sasa sikia mstari wa pili. Fanyeni kazi siku 6, lakini siku ya 7 itakuwa siku takatifu kwenu, ni Sabato ya kustarehe au kupumzika kabisa kwa Bwana. Mtu awaye yote atakayefanya kazi yote katika siku hiyo atauawa. Hamtawasha moto katika nyumba zenu kwa siku ya Sabato. Kwa hiyo Sabato inasemaje? Utafanya kazi siku 6 na siku ya 7 utapumzika. Hajasema utafanya kazi Jumapili mpaka Ijumaa na Jumamosi utapumzika. Sabato wewe mwenyewe ndo unaamua. Alichosema tu wiki na siku 7, siku 6 fanya kazi, siku ya 7 pumzika. Kwa hiyo Wakristo wengi wameamua kupumzika siku ya Jumapili. Wasabato wameamua kupumzika siku ya Jumamosi, na Waislamu wao siku yao ya kupumzika ni siku ya Ijumaa. Kwa mfano ukienda kwenye nchi za Uarabuni hawafanyi kazi. Kwa hiyo hakusema siku fulani kwamba Jumamosi au Ijumaa au Jumapili ndio siku ya Sabato. No, amesema fanya kazi siku 6 alafu siku ya 7 utapumzika. Sasa anasema hivi, mtu ambaye atafanya kazi siku hiyo, siku gani? Siku hiyo ya 7, siku ya Sabato, anatakiwa auawe. Kwa lugha nyingine, kama mna kanisa ambalo mnaamini katika Sabato na mna mshirika ambaye ni sehemu ya kanisa hilo na amefanya kazi siku ya Sabato, kwa mfano labda yeye ni polisi, labda yeye ni jaji, labda yeye ni daktari, labda yeye ni mfanyakazi wa serikali, na siku hiyo imebidi aende kufanya kazi kulingana na maelekezo ya Sabato, huyo mtu anatakiwa auawe. Na kama kanisa halitamuua huyo mtu, basi kanisa zima nalo limevunja Sabato. Kwa hiyo kanisa zima pia linatakiwa liuawe. Hivyo ndivyo Sabato inavyotakiwa kutunzwa. Sio kama ambavyo watu wanachagua leo hii. Uwezi ukachagua tukasema mimi natunza siku ya... Okay, kama kuna mtu kati yenu hajatunza anatakiwa auawe. Hiyo ndio Sabato ya Bwana. Kwa kama hamjamuua ambaye amevunja Sabato, maana yake kwamba na ninyi mnavunja Sabato. Ndio maana tunasema haiwezekani ukahesabiwa haki mbele za Mungu kwa Torati, kwa sheria, kwa sababu hakuna mtu mwenye uwezo wa kutunza. Kwa lugha nyingine ungeweza kusema hivi, watu wote wanaodai kwamba wao wanatunza Sabato alafu hawaadhibu wale ambao wanavunja Sabato kwa kuwaua, hao wote ni wavunja Sabato. Kwa lugha nyingine, hakuna mtu yeyote anaweza kutunza Sabato hapa duniani kulingana na sheria inavyoelekeza. Hakuna. Na ndio maana tunakubalika mbele za Mungu kwa neema. Maana yake ni tunakubalika mbele za Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo na kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Sasa inawezekana unanisikiliza na wewe tengeneza uhusiano wako na Mungu. Fanya maombi yafuatayo. Sema, Mungu wa mbinguni, ninaamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani, akaondoa dhambi zangu zote, kisha akafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu.
Amen. Rafika, una changamoto yoyote inakusumbua, kamata hicho chombo unachotumia kusikiliza, nami nitaomba na Bwana Yesu ataondoa hilo tatizo lako. Wakati naomba pia kuna mtu unanisikiliza unapata shida kwenye kumeza, na hasa upande wa kulia koo lako linasumbua sana. In fact kuna kauvimbe fulani hivi kwa ndani na hata kwa nje pia kanaonekana. Katika jina la Yesu Kristo ninaamuru magonjwa yote ibilisi uliotia juu ya watu wa Mungu yaondoe sasa hivi, na haribu kazi zako zote, toka katika maisha yao sasa hivi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa ajili ya uponyaji na uhuru wa watoto wako. Amen. Basi kutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo. Jina langu ni Mwalimu Jesco Wapalila. Ninatokea Tegeta. Nilipata mafundisho ya Mwalimu Huruma Gadi kupitia rafiki yangu ambaye alinielekeza niende YouTube. Kwa kupita pale nikaona kwamba ni kitu ambacho nilikuwa nakitafuta kwa muda mrefu, nikaja eneo hili. Tofauti ni mkubwa, na kitu ambacho leo hii naweza nikakizungumzia kwamba kabla ya hapo nilikuwa nakwenda tu kama kondoo. Yaani sina uelewa wowote juu ya Kristo. Lakini sasa naelewa namna ambavyo napaswa kuenenda kupitia mafundisho halisi ya Kristo. Na mara ya kwanza kulikuwa labda sema maombi au kulikuwa hakuna matokeo. Lakini sasa kuna matokeo makubwa sana ambayo yanadhihirika siku kwa siku. Sehemu ya kwanza, mabadiliko ya kiafya. Kabla sijaje hapa, ilikuwa ni mara kwa mara mimi nilikuwa naumwa, na kwenda hospitali, natibiwa, narudi, kwa kitu kama hicho. Lakini baada ya kujifunza mafundisho ya Kristo, kupata mafundisho ya Kristo, swala la kwenda hospitali na mimi tumepishana kabisa. Ni mlango wa pili. Lakini swala la pili ni financial. Habari za kiuchumi zimeboreka sana. Sababu mara ya kwanza tulikuwa tunakwenda kutokana na kile tunachokifanya, tulikuwa hatuoni results kwa sababu ya ile hofu ya shetani. Tunamhofia shetani kuliko Mungu. Kwa hiyo ilikuwa nafika mahali fulani na shetani alikuwa ametumia mtego wake huo kutuporomosha kiuchumi. Lakini sasa mambo yamekaa vizuri zaidi. Kwa watu ambao hawajajifunza mafundisho haya ya Kristo, ningeshauri, kuna mafundisho ni tofauti sana na mafundisho ambayo tumezoea. Tumekuwa katika makanisa au katika maeneo ya dini ambazo tunatishiwa sana. Kwa muda mwingi unakaa ukiwa na hofu, hata ungesema ile amani ya Kristo huwezi kupata. Lakini ushauri wangu ni kwamba watu wakijifunza mafundisho ya Kristo, akisikia asikate tamaa haraka, akayaponda, akafanya nini, akae arudie tena na tena, anafanya reference kupitia Bible, itamsaidia sana kupokea kitu halisi kama Kristo anavyotaka na si vinginevyo. Kwa kuongezea, niwakaribishe sana Neema na Kweli. Si kwamba uwe muumini tu, ila karibu ujifunze namna inavyokupasa kuenenda katika Kristo na sio kuishi katika maisha ya hofu. Asanteni sana.